kwa mpangilio. Swali la kwanza tulizungumzia kuhusu yule ambaye atakapotia nia ya kuchinja, kuna mambo amekatazwa. Yule ambaye ametia nia ya kuchinja, kuna mambo amekatazwa, na akisoma hadithi itakuwa ni vizuri zaidi. Yule ambaye ametia nia ya kuchinja, kuna mambo amekatazwa katika mwili wake, zile ambazo sisi tumesoma katika mwili wake, na akitendea hadithi itakuwa ni aula zaidi. Yule ambaye wajua ainue tu mkono, na maana ndugu yangu hapa shika mkono, kukata kucha na kunyoa nywele. Ikiwa utasomea hadithi itakuwa ni aula zaidi, kama umetilia nguvu jibu lako. إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. شكرا. ndugu yetu sijui kwa Madina Swali la pili, haraka. Tulizungumzia kuhusu wanyama wa kuchinja, tukataja wanyama wanne. Kwa hivyo tunaomba unitegee hawa wanyama wanne, na tukitaka kuchinja tunaanza kuanzia miaka mingapi? Kila mnyama nitajie wa kwanza miaka yake kadhaa. Na mwana wetu hapo. Tuanze nyama mkubwa. Ngamia miaka 5. Asante. Nyama wa pili. Ng'ombe miaka 2. Nyama wa tatu tulitaja wanyama wanne. Mbuzi mwaka 1. Nyama wa mwisho kondoo miezi 6. Asante. Mtu wa pili, kwa hivyo tuombe usubiri mpaka tumalize kikao chetu sasa. Tuingie swali la tatu. Tulizungumzia kuhusu Arafa, tukasema mafumu nyingi, lakini tutatoa tu majina mawili, ama tukaelezea kuhusu mambo mawili kuhusu Arafa, tukaelezea maulama wamesema nini. Tukasema ya kwanza ni kauli ambayo haina nguvu sana, tukaenda na kauli ya pili, tukasema maulama wengi wametegemea hii kauli ambayo ya pili kuhusu Arafa. Tulizungumzia kuhusu Arafa. Tulisema Arafa ya kwanza ambayo ni hafifu. Wanaambao wamesema kwamba ni sehemu ambayo kwamba watu hukutana kama Tanzania au Uganda huko Rwanda. Ya pili ambayo kwamba ina uzito, ile ambayo kwamba ni sehemu ambayo